Habari ndugu mkulima, karibuni tena katika mfululizo wa vipindi vyetu vya Shamba Darasa. Leo hii tunataka tuzungumzie faida ya kupunguza majani kwenye mahindi. Tunajua kwamba zao la mahindi linakuwa lina majani mengi sana, na yale majani huwa yanakuwa yana faida zake, lakini pia huwa yanakuwa yana hasara zake. Katika utamaduni wa wakulima wengi duniani wamekuwa hawana tabia ya kupunguza majani kwenye mahindi, lakini mbinu ya kupunguza majani kwenye mahindi ni moja kati ya mbinu muhimu na mbinu bora sana kwa wakulima wengi ambao wameitumia, ambayo pia imewaletea matokeo chanya, ikiwemo kuongezea kipato kwenye mazao yao, hasa zao la mahindi. Moja kati ya faida ambazo nitakwambia hapa leo zitakupelekea ama zitakuhamasisha moja kwa moja kuweza kutumia mbinu hii ya kupunguza majani kwenye zao la mahindi. Faida ya kwanza, upunguzaji wa majani kwenye mahindi huongeza mzunguko wa hewa na kuimarisha upatikanaji wa mwanga kiurahisi katika mmea wako au kwenye shamba lako. Kama tunavyojua kwamba zao la mahindi linahitaji hewa na mwanga ili kuweza kukua vizuri au kuweza kukomaa vizuri au kuweza kupata virutubishi vizuri, virutubishi viweze kwenda kwenye zao la mahindi au kwenye mmea vizuri na kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo kupunguza majani kwenye zao la mahindi linapelekea ongezeko la hewa, lakini pia mzunguko wa hewa kiurahisi kabisa, bila kusahau mwanga wa jua unapenya kiurahisi kwenda kwenye mizizi, lakini sehemu mbalimbali za mahindi haya. Faida ya pili ni kwamba hupelekea upatikanaji wa virutubishi kiurahisi, hivyo kuongeza ubora na unene wa punje. Na faida ya tatu, inasaidia kupunguza lakini pia kujikinga dhidi ya magonjwa ya mahindi kama vile magonjwa ya fungus pamoja na wadudu. Majani haya ya mahindi yakiwa mengi hupelekea mahindi kuweza kupata magonjwa mengi sana, ikiwemo magonjwa ya fungus au wadudu wengi kujificha kwenye majani haya ya mahindi. Hivyo kupunguza au mbinu hii ya kupunguza majani haya hupelekea kupunguza wadudu, lakini pia huongeza kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali ikiwemo fungus na magonjwa ya mnyauko bakajani ya mahindi. Lakini faida ya nne, inasaidia kutengeneza umbo zuri la mahindi na kujiimarisha zaidi, hasa kipindi cha mvua kubwa na upepo mkali. Ukipunguza yale majani, maana yake mwindi ule unanenepa au unakuwa mnene, lile shina lake linanenepa zaidi, hivyo kuimarisha mizizi kuweza kujikita chini zaidi. Hivyo ikitokea kuna changamoto ya mvua kubwa ama upepo mkali, mahindi hayo hayawezi kutetereka au kuanguka. Lakini faida ya tano na ya mwisho, inasaidia wakati kipindi cha kuvuna. Inasaidia kwenye kipindi cha kuvuna kwa kupunguza majani ya chini na majani ya juu ya mwindi. Inapelekea wepesi sana katika kuvuna, lakini kama tulivyosema kwamba ukipunguza yale majani ya chini na majani ya juu, maana yake mwindi unakuwa unaonekana kiurahisi. Hivyo inakuwa rahisi sana hata kwa wale watu ambao wanavuna mahindi kuweza kuyavuna mahindi haya kiurahisi na kwa wepesi pia. Lakini pia inaweza ikakusaidia kupunguza hata vibarua wanaokuja kukusaidia kuvuna mahindi haya. Badala ya kuweka labda vibarua 10, unaweza kukuta ukatumia 5 kwenye shamba lako. Lakini pia mbinu hii ni nzuri kwa sababu unapopunguza yale majani, vile virutubishi ambavyo vilikuwa vinatakiwa kwenda kwenye yale majani vitakuwa haviendi huko, lakini sasa vitabadilisha mwelekeo wake na moja kwa moja vitaenda
kwenye kuboresha punje ya mmea au punje ya mwindi, hivyo kupelekea zile punje kujaa vizuri na kuwa nzito, kwa sababu zitakuwa zimepata virutubishi vya kutosha. Hebu tuandikie kwenye comment hapo chini kwamba wewe mbinu hii huwa unaitumia ama hujai kuitumia. Lakini pia kama hujai kuitumia, nakushauri sana uende ukaitumie. Lakini tuandikie ungependa kwenye kipindi kijacho cha Shamba Darasa tuje na mbinu gani nzuri, au wewe una changamoto gani kwenye shamba lako. Hapa kwenye shamba letu, kwenye kipindi chetu cha Mkulima Mweusi na Shamba Darasa, tutakuletea mbinu mbalimbali za kuweza kutatua changamoto zako kwenye shamba lako. Karibuni sana. Usisahau kusubscribe channel hii ili kuweza kupata elimu nyingi na bora zaidi.